Taarifa nilizozipokea ni kwamba Marekani na Israeli zimefanya mashambulizi nchini Iran. Rais Donald Trump amesema Marekani imeanza operesheni kubwa za kijeshi nchini Iran baada ya Israeli kufanya mashambulizi kadhaa katika jamhuri hiyo ya Kiislamu. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti mashambulizi kote nchini humo na wameripoti pia milipuko kadhaa ya mabomu ambayo wamesema imesikika katika mji mkuu wa Iran, huko shambulio la kwanza likiwa limefanyika karibu na ofisi za kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei. Iran kwa upande wake imerusha makombora kuelekea Israeli. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Israeli, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kimesema kimeanzisha wimbi la kwanza la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani kuilenga kukabiliana na mashambulizi dhidi ya Iran. Milipuko imetokea huko Bahrain katika mji wake mama. Milipuko pia imeripotiwa katika Umoja wa Falme za Kiarabu kwenye mji wake mkuu Abu Dhabi na pia nchini Kuwait. Qatar imesema inafuatilia kwa karibu baada ya Iran kushambuliwa, na jeshi la anga la Jordan linafanya luteka kijeshi kwa ajili ya kuilinda anga ya taifa hilo la kifalme. Nchi jirani ya Iraq inafunga mpaka wake na Iran kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israeli yaliyoanza siku ya Jumamosi. Waziri wa Lebanon Nawaf Salam, huyu ni waziri mkuu, ameonya dhidi ya kuingiza nchi yake katika vita, onyo ambalo linachukuliwa kuwa linaelekezwa kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Umoja wa Afrika umezihimiza pande zote kujiepusha na kuongezeka kwa makabiliano baada ya Marekani na Israeli kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Mkuu wa shirika hilo la Afrika Mahmoud Al-Yusuf amezitaka pande zinazohusika kurudi kwenye mazungumzo. Shirika la ndege la Ujerumani Lufthansa limetangaza kusimamisha safari za ndege kwenda na kutoka Tel Aviv nchini Israeli, Beirut nchini Lebanon na Oman hadi Machi 7 baada ya Israeli na Marekani kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Hayo yakiendelea, kumbuka kabla ya kuripotiwa kuanza kwa mashambulizi hayo, China iliwataka raia wake waondoke haraka Iran kutokana na hatari kubwa za kiusalama. Wizara mambo ya kigeni ya China ilitoa tahadhari hiyo wakati Iran ikikabiliwa, ilikuwa ni hofu ya mashambulizi kutoka Marekani. Ila taarifa ambazo ziliripotiwa hivi karibuni zilisema kwamba Iran na Marekani wanakaribia kufikia mafanikio kwenye mazungumzo ya nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisisitiza kwamba mazungumzo ya nyuklia yasiyo ya moja kwa moja kati ya Jamhuri ya Kiislamu na Marekani yatafanikiwa tu iwapo Washington itayachukulia kwa uzito na kuzingatia uhalisia wa mambo. Katika mazungumzo ya simu na mwenzake wa Misri Badri Abdelati Ijumaa, Araghchi aliashiria maendeleo ya hivi karibuni kwenye mazungumzo ya Iran na Marekani, hasa duru ya 3 iliyofanyika Geneva Alhamis, na kusisitiza kujitolea kwa Tehran kutumia diplomasia kutatua masuala yenye utata. Sasa nikwambie, mara baada ya shambulizi hilo, Urusi imehimiza kusitishwa mara moja kwa mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran na kusema kwamba ni lazima kurejea kwenye njia ya suluhu ya kisiasa na kidiplomasia. Katika taarifa, Wizara ya Mambo ya Nje ilitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuja haraka na tathmini ya malengo ya mashambulizi hayo. Iliyaita kitendo kilichopangwa awali na kisichochochewa cha uchokozi wa kutumia silaha dhidi ya nchi huru na mwanachama wa Umoja wa Mataifa, ikisema Marekani na Israeli walikuwa wakifuatilia mabadiliko ya utawala chini ya kivuli cha wasiwasi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Wizara hiyo imesema Moscow ilikuwa tayari kama hapo awali kusaidia kupata suluhu za amani kulingana na sheria za kimataifa, heshima ya pande zote na usawa wa maslahi. Na nikwambie, Falme za Kiarabu zimetangaza kwamba ulinzi wake wa anga ulikuwa umezuia makombora ya Iran, ukijibu kwa ufanisi mkubwa na kufanikiwa kuyazuia kadhaa kati yao. Abu Dhabi imesema ina hifadhi yake kamili ya kujibu, ikikosoa mashambulizi hayo kama ongezeko hatari. Katari pia lilaani shambulizi la kombora la Iran kwenye eneo lake baada ya milipuko kadhaa kusikika huko Doha. Kwenye taarifa, Wizara mambo ya nje ya nchi hiyo ilisema Qatar inaona hii kama ni ukiukaji wa wazi wa uhuru wake wa kitaifa na inahifadhi haki ya kujibu shambulio hilo. Kumbuka, mara baada ya Iran kuweza kushambuliwa, kilichokuja kutokea ni Iran mwenyewe naye kuamua kujibu mashambulizi kwa kushambulia zile kambi za kijeshi za Marekani zilizoko kwenye nchi za Kiislamu ikiwemo Saudi Arabia. Je, nini hasa ambacho kitaendelea? Update zote zile zitakazoendelea kujiri kwenye shambulizi hili baina ya Iran na Marekani na Israeli tutaendelea kukujuza. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii.
Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.